إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد تحميد الله سبحانه وتعالى kumtakia ziada ya sala na salamu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama tulivyopeana taarifa katika masiku yaliyopita kwamba tutakuwa tuna darasa maalum ambayo tumeipatia anwani inayosema ujue ushia kupitia vitabu vyao vyenye kutegemewa. Ujue ushia kupitia vitabu vyao vyenye kutegemewa. Darasa hii tutakuwa tunaitoa kila wiki ya mwisho katika mwezi wa Hijiria ndani ya siku tatu. Kila wiki ya mwisho katika miezi ya Hijiria kwa muda wa siku tatu. Na tutatumia miezi 10 kwa mwaka. Kwa maana tutaanzia katika mwezi wa Shawwal na tutasimama katika mwezi wa Rajab. Miezi miwili ambao ni mwezi wa Shaaban na Ramadhani hatutoweka darasa hizi kwa sababu tutakuwa kuna mshughuliko ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na ibada mbalimbali ambazo zinafungamana na Ramadhani. Kwa hiyo kwa muda wa mwaka mmoja tutatoa darasa katika miezi 10. Malengo makubwa ya darasa hizi ni kutoa elimu kwa Waislamu, na hasa sisi tumewalenga Waislamu wa kawaida, yani kama vile nyinyi
waislamu ambao hamna muda kulingana na majukumu mlionao wa kuingia maktaba mkafungua vitabu mkasoma, ima kutokuwa na ujuzi katika lugha ya Kiarabu au mtu ujuzi uko nao lakini mshughuliko na majukumu mbalimbali ya kijamii yamemshika. Sisi tumelenga zaidi watu wa aina hii, ijapokuwa wanafunzi wananufaika kwa njia moja au nyingine katika mihadhara hii au katika darasa hizi. Tumeamua sisi kuchukua maamuzi haya kwa sababu ushia katika miji yetu upo na unaendelea kukua, na watu mbalimbali katika familia, ndugu, jamaa na marafiki, familia zao na jamaa zao wanaingia katika ushia. Akishaingia katika ushia, kumtoa inakuwa ni kazi. Lakini misikiti inajengwa na madrasa zao zinajengwa na nashati yao inaendelea kuwepo katika miji. Kiangalia katika mji wetu huu wa Tabora, baadhi ya maeneo hapakuwa na misikiti kabisa ya Shia, lakini hivi tunapozungumza kwenye maeneo hayo Mashia wako, ijapokuwa hawana nguvu, lakini wako. Ukiachilia mbali wale msikiti wao mkongwe pale mjini, tayari hapa Tabora mjini misikiti imeanza kujengwa, na vile vile katika baadhi ya vijiji katika wilaya mbalimbali za mkoa wa Tabora Mashia wanajenga misikiti. Binafsi mimi sina hofu ya vituo vya Mashia kwamba labda wakiwa na vituo vingi kutakuwa labda na hofu fulani hivi kwamba ushia utapata nguvu. Mimi hofu yangu ni kwamba watu wataendelea kufurika na wao, na watajua kwamba hawa ni ndugu zetu, na mtu hataona shida kutoka katika Uislamu wake na kuingia katika ushia. Sisi tunataka tutoe elimu kwa utaratibu, kwa upole, kwa muda mrefu. Tutoe elimu kwa Waislamu mpaka waelewe ya kwamba ushia ni dini inayojitegemea na Uislamu ni dini inayojitegemea. Sasa hivi hata nyinyi hapa mliokaa hapa, wengi wenu mnafahamu kwamba ushia ni dhehebu katika madhehebu ya Kiislamu. Mnalifahamu hilo, si ndio? Kwamba ushia ni madhehebu katika madhehebu ya Kiislamu. Ndio maana kaka yako akiwa Shia huoni kama ni tatizo, shangazi yako ameingia katika ushia huoni kama tatizo. Lakini akitokea ndugu yako mmoja akartadi akawa kafiri, akawa Myahudi au Nasara, vita itakuwa ni kubwa katika familia, kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu washajua kwamba wale Nasara ni kafiri wa watu. Sasa hamna tofauti yoyote ndugu yako akiwa Shia na ndugu yako akawa Nasara, hamna tofauti yoyote katika hukumu, kwamba wote wale wawili ni kafiri. Sasa kuwaaminisha watu kwamba ushia si Uislamu, yani ushia ni kitu kinajitegemea pekee yake kabisa, kina taratibu zake, kina nidhamu zake, kina itikadi zake, kina ibada zake, kina kila kitu chake kinajitegemea, si jambo jepesi. Sio jambo jepesi, ni jambo linachukua muda mrefu. Kwa sisi tumeona kwamba tuzungumze na nyinyi Waislamu taratibu,
hatua kwa hatua tukueleweshe. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala kujalia baada ya miaka 10, baada ya miaka 15 ijayo mkapambaukiwa nyinyi ya kwamba kweli si Uislamu. Ninyi nikishaelewa mtapata nafasi kuelewesha wengine. Sasa ili watu waelewe zaidi, tutatumia utaratibu wa kuandika kama hivi. Tutaandika darasa yetu sisi, tutaiandika. Si huwa mnanunua vitabu, mnasoma vitabu vya Kiarabu, ndio? Sasa sisi darasa yetu ni vitabu vya Kiswahili. Ndio darasa yetu. Kwa nini kitabu chako mkononi cha Kiswahili? Hatutaki tutumie lugha ya tarjama, sawa? Tusome Kiarabu alafu tuanze kutafsiria. Mtu mwenyewe kitabu pia kujui, sawa? Kusoma kwenyewe pia bali mtihani. Kwa unakuta lile lengo hiyo linakuwa ni gumu. Tutumie hii lugha yetu ya Kiswahili, usome uelewe. Mahala ambapo huelewi unauliza kwani hapa maana yake ni nini, hapa mkusudia kitu gani. Mpango ni kudumu na hii darasa kwa muda wa miaka 40 kuanzia sasa. Ndio mpango wetu. Yaani tukianza mwaka huu 2026 tutakuja kusimama darasa hizi mwaka 2026 kama Allah atatujalia uhai na afya. Miaka 40. Mimi nimeweka darasa hizi tadumu nazo kwa muda wa miaka 40. Kwa hiyo sihitaji mhemko wa haraka, sababu tunakwenda taratibu. Kwa muda wa miaka 40 watoto zetu watakuwa kama Allah anatujalia watoto, sawa? Watakuwa wameshakuwa na wenyewe pia watakuwa wameshazaa na wenyewe wana watoto wao. Kwa siku ambayo sasa tunakuja kuchukua na darasa zetu zinasimama, tayari tuna watoto wetu na tuna wajukuu wetu wataishika darasa hili na kuiendeleza mbele. Tunataka sisi darasa ndani ya miaka 40 istolewe tena hapa Kusini peke yake. Ndani ya huu mkoa wa Tabora la fulani pia kuna darasa la kujua Ushia, wilaya fulani pia kuna darasa la kujua Ushia, sehemu kama 5 hivi. Jambo lolote likifikishwa katika jamii kwa njia ya elimu na kwa njia ya utaratibu na kwa njia ya upole kabisa, bila kutumia maneno machafu wala maneno ya kasha wala maneno ya dharau, basi ulinganizi huo unaingia kwa njia nyepesi sana bila kutumia nguvu. Kwa hiyo njia pekee ya kwenda kufikisha ile jambo ni njia nini? Njia ya elimu. Yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala akamwandikia hidayah atamwongoza, na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala akamwandikia upotofu basi atabaki katika upotofu wake. Kwa hiyo insha Allah leo hii siku ya Jumanne ambayo ni tarehe 26 ya mwezi wa Shawwal tunaanza darasa hii. Tutakuja kuisimamia darasa hii ima siku ya Alhamisi au siku ya Ijumaa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tunapofundisha hii darasa insha Allah tutakuwa tunatoa maelekezo ya vitabu, kwa sababu tunajua kuna watu wanafuatilia darasa hizi ambao hawako hapa msikitini. Katika miongoni mwa njia ambazo tutakazozitumia kuwasaidia watu kujua Ushia basi ni kuelekeza vitabu vya kununua. Nunua kitabu fulani, soma kitabu fulani, utafahamu zaidi. Kwa sababu Ushia tunaozungumza sisi ni ule Ushia uliomo ndani ya vitabu vyao vyenye kutegemewa. Ushia ambao tunaozungumza sisi ni Ushia ambao uliomo ndani ya vitabu vyao vyenye kutegemewa, si huu Ushia ambao
wanawazungumza hawa mashia wa kwetu, wala hawaelewi shia ni kitu gani, kwa sababu hata vitabu vyao pia wenyewe hawavijui. Kwa hiyo wewe miongoni mwa faida ambayo utakayoipata, utaufahamu ushia ulioko ndani ya nini, ndani ya vitabu. Hautaufahamu ushia ambao unapigwa kelele kwenye mitandao na watu ambao hawaelewi chochote kinachoendelea kuhusu ushia. Allah tufanyie wepesi katika hii safari ambayo tumeianza leo, tudumu nayo, na Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlas katika kazi hii ambayo tumeianzisha. Na ninaamini ya kwamba tukidumu katika darasa hii kwa muda wa hiyo miaka 40 niliyoitaja, basi ninaamini ya kwamba natija itakuwa ni kubwa sana kuliko namna ambavyo tunatarajia. Jambo la mwisho katika utangulizi, kabla sijaanza kusoma kilichomo katika hii risala yetu, kwa kuwa tumekusudia kuzungumza ushia uliomo ndani ya vitabu, na darasa hii kuiendesha kwa njia ya sauti na kwa njia ya maandishi, basi tumedhamiria kwamba hii risala ambayo tumeiandika kwa lugha ya Kiswahili tutaifanyia tarjama kwa lugha ya Kiingereza, si kwa lugha ya Kiarabu. Tutaifanyia tarjama kwa lugha ya Kiingereza, na kuna baadhi ya watu tayari tumeshazungumza nao watakuwa wanafanya hiyo kazi. Lengo huu ujumbe ufike mbali, ufike kwa wale ambao wana uwezo wa kusoma lugha ya Kiswahili, lakini pia uende na ufike mbali katika yale maeneo ambayo watu wanazungumza lugha ya Kiingereza, kwa sababu lugha ya Kiingereza ni lugha ya kimataifa. Lugha ya Kiingereza ni lugha ya kimataifa, na kuna miji ipo hawazungumzi Kiswahili, tayari ushia umeshaingia na umeshawaathiri watu. Kwa hiyo tukiandika kwa lugha ya Kiswahili alafu tukafanya tarjama kwa lugha ya Kiingereza alafu tukasambaza katika maeneo tofauti tofauti, tukadumu na hili jambo kwa hiyo miaka 40 niliyosema, basi ninaamini ya kwamba ujumbe utafika katika maeneo mengi sana. Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi kwa yote ambayo tuliyoyadhamiria. Baada ya kusema haya, fadhiwe alafu tusome sehemu katika yale ambayo tumeandaa katika darasa hili. Naam. Kila tunapoanza somo hili la kujua ushia uliomo kwenye vitabu vyao, tutakuwa tunasoma misingi muhimu. Hii misingi hii, kila ambaye anataka kujua ushia au kuzungumza ushia, basi anatakiwa hii misingi aifahamu. Kwa hiyo kwa darasa letu ni endelevu na ina malengo ya muda mrefu ya kuisaidia jamii yetu, na vile vile darasa yetu sisi ina malengo ya kurithisha hii kazi kutoka kwenye kizazi kilichokuwa nacho kwenda kwenye kizazi kingine. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kurithisha hii kazi katika misingi iliyokuwa madhubuti kabisa. Kwa hiyo kila tutakuwa tunaanza kusoma darasa yetu hii, kuna misingi 7. Wakati mwingine inaweza ikazidi hii misingi au tukaiongeza tukaipunguza. Ni mambo muhimu sana ambayo kila msikilizaji na atakayekuwa anasoma hizi risala zetu aweze kujua hiyo misingi. Hii misingi niliwahi kuielezea hapa katika baadhi ya mihadhara ambayo tuliandaa kuhusiana na ushia, na leo hili nitairejea na nitakuwa nikikariri sana, kwa sababu katika vitu ambavyo nimeona kwamba katika vitu ambavyo vinasaidia watu kuelewa ni kasra fikra,
ni wingi wa kukaririwa mambo. Kila wakati unaposikia jambo fulani, basi akili yako na mawazo yako na moyo wako unalizoea hili jambo. Kuna hii misingi ambayo nitaianza leo kusoma, itatusaidia sana katika swala zima la kuweza kudumu katika hii maudhui ya kujua ushia katika ushia uliomo kwenye vitabu vyao. Msingi wa kwanza kabisa ni kujua tofauti baina ya kufarikiana na kutofautiana. Kuna kitu kinaitwa ikhtilaf na kuna kitu kinaitwa iftiraq. Sawa. Katika mambo muhimu sana ambayo tutakuwa tunayakariri ni kujua tofauti baina ya kuikhtalifiana, kwa maana kutofautiana, na kufarikiana. Kuna tofauti kubwa sana baina ya kutofautiana kwa maana kuikhtalifiana na kufarikiana kwa maana ikhtilaf na iftiraq. Ipo tofauti. Kuna ikhtilaf na kuna iftiraq. Sawa. Kutofautiana sawa, si kufarikiana. Kutofautiana sio kufarikiana, lakini hauwezi kutokea mfarakano bila kutofautiana. Kuikhtalifiana sio kufarikiana, ila iftiraq haiwezi kutokea mpaka ikhtilafu yangu. Kwa hiyo watu wanaweza kutofautiana lakini wasifarikiane. Na ndio maana katika sheria ya dini ya Kiislamu jambo lililokatazwa katika sheria ya dini ya Kiislamu ni kufarikiana. Iftiraq ndio lililokatazwa katika dini ya Kiislamu. Lakini kutofautiana kwa maana kuhtalifiana ni jambo ambalo haliwezi kuepukika katika maisha ya kidini na maisha ya kidunia. Narudia tena, kuna iftiraq sawa na kuna nini ikhtilaf. Ni vitu viwili tofauti. Tunaweza sisi tukakhtalifiana kwa maana tukatofautiana, lakini tusifarikiane. Sawa. Ila iftiraq ni kufarikiana, huwa kunaanza na nini? Na ikhtilaf. Sasa ni wakati gani mtaambiwa nyinyi mmekhtalifiana na ni wakati gani mtaambiwa nyinyi mmefarikiana? Ni wakati gani? Ili muambiwe mmetofautiana kwa maana mmekhtalifiana, ni lazima muwe mnafanana, mmeafikiana katika misingi. Katika nini? Katika misingi. Mkikubaliana katika misingi alafu ikatokea mkazozana, ile mizozo yenu ile inaitwa nini? Ikhtilaf. Lakini mnapokuwa mzozo wenu upo katika misingi, yani ile misingi ile ndio mnatofautiana, ninyi mnatofanya mmefarikiana. Labda nitolee mfano. Kuna watoto wamechangia baba, wamechangia na mama. Hawa watoto hawa msingoni huo ni mmoja. Wote ni watoto wa Mzee Juma. Sawa. Kuna Muhammad Juma, kuna Abdallah Juma, kuna Aisha Juma, kuna Hamisi Juma. Hawa watoto msingoni huo mmoja unarudi kwa nani? Kwa Mzee Juma. Hawa hata wasofani vipi
hawezi kufarikiana. Kwa nini hawezi kufarikiana? Kwa sababu msingi wao ni mmoja. Ndio bwana anasema kwamba udugu ni kidonda. Mtazozana lakini kuna jambo litatokea litawafanya mkae pamoja. Na hawa ndio ambao wana uwezo wa kuzuia tofauti zao na kunyamazia nini tofauti zao ili kulinda nini ule msingi wao. Lakini kuna watu wawili, huyu anarudi kwa mzee Juma na yule anarudi kwa mzee Rashid, alafu wakatokea mizozo. Hawa wanafarikiana ama wanafarikiana? Hawa wanafarikiana. Yaani wao sababu kila mmoja ana msingi wake. Yule anarudi kwa mzee Rashid na yule anarudi kwa nani? Kwa mzee Juma. Kwa hiyo watu wanapokuwa wametofautiana katika zile usuli, ile misingi mikuu ile, sawa, wakatofautiana katika ile misingi mikuu, wanaambiwa vipi hawa wamefarikiana? Wanapotofautiana katika mambo madogo madogo ambayo hayarudi katika ule msingi mkuu, wanaambiwa fanya nini? Hawa wamefarikiana. Hizi ni lugha za kiistilahi, huwezi kuzijua mpaka ukae darasani. Kilichokatazwa na nini? Kitu gani? Kufarikiana. wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, so la tahtalifa wa la tafarraqu. Msifarikiane. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala aliposema tushikamane na kamba ya Uislamu, ni vile usulu dini. Tusifarikiane. Huyu akaacha usulu dini akaanzisha usulu dini zingine, huyu atakuwa ameleta farqa. Kwa hiyo watu wanapotofautiana katika misingi ya dini, ya dini wanaambiwa wamefarikiana. Wanaambiwa wamefarikiana. Wakitofautiana katika matawi ya dini au chanzo za dini, furuu dini, wanaambiwa wamefarikiana. Kwa ukisikia ikhtalafa ulama, ujeni katika nini? Katika mambo ya ugu, sawa, mambo ya talaka, mambo ya hede. Ndio maana ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema iftaraqat, sawa, iftaraqat al-yahud waftaraqat an-nasara وستفترق هذه الأمة. ili ni farqa, sio ikhtilaf. Ina maana ya kwamba watatokea makundi yatatengeneza misingi yao ambayo hawako tayari kuiacha kwa hali yoyote itakayokuwa. Yule ambaye hatashikana na misingi hiyo wanamhesabu sio mwema. Kwa hivyo hivyo Mayahudi wametofautiana, kama kuna kundi la Mayahudi wenyewe wanaona ya kwamba hivi ndio sawa, yoyote ambaye hayuko hivi huyo hayuko katika usawa. Na katika Waislamu vile vile kuna makundi yatatokea, watatengeneza misingi yao. Ile misingi ile, yule ambaye ataipinga ile misingi katika wao, na wanamhesabu huyo alifanya nini? Amepotea. Huo ni msingi wa kwanza, inatakiwa nyinyi mfahamu, na tutakuwa tukiukariri kila tunaposoma darasa zetu hizi, tutakuwa tukiukariri kwamba kuna tofauti baina ya iftiraqi na ikhtilafu. Iftiraq inasemwa wakati watu wametofautiana katika usulu dini, katika misingi mikuu ya dini. Wanapotofautiana pale, huyu akaona huu ni msingi wa dini, mwingine akaona hapana, huu sio msingi wa dini, hao tayari wamepingana. Watakapokuwa katika zile usulu dini wako pamoja, lakini katika furuu dini huku wametofautiana, wanaambiwa hao fanya nini? Wamekhtalifiana. Kwa ni lugha za kiistilahi. Huo ni msingi wa kwanza. Msingi wa pili, tumeelewana? Msingi wa pili ambao tunatakiwa kuende nao na tutakuwa tukiukariri mara kwa mara, umoja baina ya Shia na Ahlus Sunna ni kitu muhali, haiwezekani kutokea katika haya maisha.
narudia tena, umoja baina ya Shia na Ahlus Sunna ni kitu muhali. Unajua kitu muhali? Muhali ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu asili ya tofauti baina ya Shia na Ahlus Sunna ni katika misingi ya dini, sio katika matawi ya dini. Sisi Ahlus Sunna na Mashia tumetofautiana wapi? Tumetofautiana katika misingi ya dini, sio katika matawi ya dini. Ijapokuwa katika matawi ya dini pia kuna nini? Kuna ile ikhtilaf, lakini ikhtilaf katika furu' dini la mu'tabar, haiwezi kuleta farqa katika jamii. Hivyo wao wamefarikiana, yani kwa maana Ahlus Sunna na Mashia wamefarikiana. Hiyo kama hawawezi kuwafikiana mpaka mmoja wao aamue kuacha itikadi yake na kuishika itikadi ya mwenzake. Sasa hapo watakuwa wamekubaliana au mmoja kaacha dini yake. Lakini haiwezekani kwa Shia na Ahlus Sunna kwa pamoja. Hiyo kitu haiwezekani. Au labda waamue kutengeneza itikadi ya mseto. Sawa? Kutengeneza itikadi nini? Mseto. Na yote hayo mawili haiwezekani kutokea wala kuridhiwa na yoyote miongoni mwao. Wewe Ahlus Sunna huwezi kukubali, wala pia Shia hawezi kukubali. Kwa sababu gani hawezi kukubali? Kwa sababu sisi tumetofautiana katika usulu dini. Kwa hiyo hakuna umoja wala udugu wa kidini wala udugu wa kiimani baina ya Shia na Ahlus Sunna. Hakuna udugu, hakuna. Yaani ukisikia mtu yoyote anasema kwamba makundi haya mawili ni ndugu au yanaweza kukaa pamoja kwenye dini, mustakbali wa dini yao, basi mtu huyo atakuwa ni mjinga au atakuwa ni mtu msafiri. Kama vile hawa mashaka tunavyowafikia. Sawa, kwamba Shia na Ahlus Sunna ni kitu kimoja. Ni sasa mtu anasema kwamba Chadema na CCM ni kitu kimoja. Inawezekana? Kwa nini Chadema na CCM sio kitu kimoja? Wametofautiana wapi? Wametofautiana katika msingi wa katiba. Hawa wana katiba yao shele ambao wanaona kwamba ndio katiba sahihi inatakiwa ifuatwe, na hawa wana katiba yao. Lakini mule ndani ya Chadema kuna ikhtilafu. Na mule ndani ya CCM kuna nini? Kuna ikhtilafu. Kwa nini wale wametofautiana? Kwa nini wale wanakuwa wamekhtalifiana? Kwa sababu wale msimboni huu ni mmoja. Lakini CCM na Chadema wale wanafarikiana, hawawezi kukaa pamoja. Na ndio maana hawa wakaambiwa hichi ni chama tawala, na hawa wakaambiwa ni chama cha upinzani. Yaani wewe kazi yao wewe kupinga tu, kija na jambo ni hawalikubali. Sasa itengenezwe chama mseto, kitu ambacho hakuna anayeweza kukubali. Kwa ni mawili, uhani CCM uingie Chadema au toki Chadema uingie. Hakuna CCM Chadema, hamna. Na hivyo ima uwe ni Ahlus Sunna au wamukwani, hakuna mseto baina ya nini ya Shia na Ahlus Sunna. Mtu akikuuliza je, uko uwezekano wa Shia na Ahlus Sunna kuwa pamoja, wala hii kitu haiwezekani. Ni sawa sawa na kusema ya kwamba uko uwezekano wa mbingu na ardhi kukutana. Tukikutana dunia imeisha. Hakuna tena dunia tena. Na maisha ya uhai wa dunia yamemalizika. Mnatakiwa nyinyi muelewe hivyo kwamba hakuna kitu hakipo wala hakiwezi kutokea. Ni msingi wa ngapi? Huo ni msingi wa pili. Msingi wa tatu, kila mmoja kati ya Shia na Ahlus Sunna hakubali mfumo wa mwenzake. Kila mmoja kati ya Shia na Ahlus Sunna haukubali mfumo wa mwenzake. Kwa maana Shia haamini kabisa kama Ahlus Sunna iko sahihi katika mfumo wake wa dini, haamini hivyo. Na vile vile Ahlus Sunna naye haamini kabisa kama Shia yuko katika mfumo sahihi wa dini. Kwa nini kila mmoja hamwamini mwenzake?
kwa sababu ya kutofautiana katika misingi mikuu ya dini. Shia dini yake yeye anaichukua kutoka kwa Allah, anaposema Isa kutoka kwa Allah, kutoka kwa mtume, kisha kutoka kwa maimamu 12 tu basi. Ahlus Sunna yeye anachukua dini yake kutoka kwa Allah, kisha kwa nani? Kwa mtume, kisha kwa nani? Kwa masahaba. Kuna tofauti baina ya masahaba na maimamu 12. Tofauti kubwa tu. Katika wale maimamu 12 wa Shia ni maimamu watatu tu ndio masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliobakia wote 9 si katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana Shia andiko lolote litakalosimuliwa na sahaba wa aina yoyote kumtoa Ali, Hassan na Hussein hawalikubali. Wao wanaona ya kwamba dini sahihi ipatikane kauli ya Allah, ipatikane kauli ya nani? Ya mtume, ipatikane kauli ya maimamu 12. Basi ndio dini yao. Kwa hiyo wao kimsomea hadithi ya Abu Hurairah katika mlango wa swala haikubali, kimsomea hadithi ya Anas bin Malik katika mlango wa zaka haikubali, kimsomea hadithi ya Aisha katika mlango wa swala haikubali. Wewe msomee hadithi ya aina yoyote muda wa kuwa si katika wale maimamu 12, ya hadithi hiyo haikubali. Bali kuna maneno wameyazungumza kwamba yani ni afadhali mkubali mbu kuliko kuikubali hadithi ya Abu Hurairah. Yani ikiweka hadithi ya Abu Hurairah hapa sawa na akaipa Mungu hapa, basi wewe ukubali Mungu hadithi ya Abu Hurairah sana. Maneno kama kuna kweli vitabu vyao wanaandika. Tutakubaliana vipi? Ndio maana sasa yeye anaona kwamba nyinyi mfumo wenu sio mfumo sahihi wa dini. Kwa sababu nyinyi hadithi zenu zilizokuwa kutoka kwa nani? Kwa masahaba, na hao masahaba hawako sawa. Kuna wanafiki, kuna makafiri, kuna walioritadi, sawa? Katika hilo kundi la masahaba. Kwa dini yenu nyinyi haiko sawa sawa. Sisi tunaona ya kwamba masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio watu ambao waliofikia dini kutoka kwa mtume na kuisambaza katika ulimwengu. Wao wanaona ya kwamba hapana, dini iliyopokelewa kutoka kwa mtume ni ile aliyepokea hadithi Hasan na Hussein tu basi. Umeshaelewa kwa nini sisi na Mashia mifumo yetu haikubaliani? Huo ni msingi wa ngapi? Msingi wa 3. Msingi wa 4. Kuna tofauti baina ya dhehebu la kifiqhi na dhehebu la kiitikadi. Hii ni kitu muhimu sana kwa Waislamu kuambiwa na kueleweshwa. Kuna tofauti baina ya madhehebu ya kifiqhi na madhehebu ya nini? Ya kiitikadi. Madhehebu ya kifiqhi sawa na madhehebu ya kiitikadi. Ahlus Sunna si dhehebu la kifiqhi. Hakuna katika madhehebu ya kifiqhi inaitwa nani? Ahlus Sunna. Hakuna dhehebu hilo. Kwa sababu madhehebu yote ya kifiqhi yananasibishwa kwa watu maalum. Madhehebu al-madhhab ni ufahamu wa mtu juu ya maandiko ya nini? Ya dini. Ndio nini? Madhehebu. Kwa lugha tukisema kwamba haya ni madhhabi ya Shafi'i, maana yake nini? Huu ni ufahamu wa Shafi'i juu ya maandiko ya dini. Haya ni madhhabi ya Imam Malik, maana yake huu ni ufahamu wa Imam Malik juu ya mafundisho ya dini. Lakini hakuna dhehebu la kiitikadi,
hakuna dhehebu la kifiqhi linaitwa Ahlus Sunna. Hamna dhehebu hilo, hakuna dhehebu hilo. Ahlus Sunna ni dhehebu la kiitikadi. Kwa hiyo Imam Malik itikadi yake ni madhhabu gani? Ahlus Sunna wal Jamaa. Al-Imam Abu Hanifa itikadi yake ni madhhabu ya nani? Ahlus Sunna wal Jamaa. vile vile al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Al-Auza'i, Sufyan al-Thawri, wote hawa akida yao ni nani? Ahlus Sunna wal Jamaa, madhhab ya itikadi. Kwa hiyo chini ya madhhab ya itikadi ndio kuna madhhab ya nini? Ya kifiqh. Na ndio maana hawa wanawachuoni wamekhtalifiana, lakini hawakufarikiana. Kwa nini hawakufarikiana? Kwa sababu itikadi yao ni hiyo, ni moja. Lakini wametofautiana sana katika milango ya fiqh sana. Yani huwezi kusoma mlango wa fiqh mmoja alafu utakuta kwamba wanachuoni wote wakubaliana. Kwa sababu katika masuala ya fiqh wanasema ahlul ilm yajuzu fihi ikhtilaf. Ikhtilaf inafaa ndani yake, sababu ni mambo ambayo si katika usulu dini. Na ndio maana kuna kauli ya Imam Ahmad anasema la yajuzu lilfaqih an yalzama an-nas ila madhhabihi. Haifai kwa mtu wa fiqh kuwalazimisha watu kufuata ufahamu wao, wala haifai kuwalazimisha watu wafuate msimamo wa mtu fulani. Wewe fundisha, atakayeona madhhabu yako ya sahihi ni sawa. Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, nadhani mnafahamu Abu Ja'far al-Tahawi, huyu ni mtoto wa dada yake na al-Imam al-Muzani, ambaye Imam al-Muzani ni mwanafunzi wa al-Imam al-Shafi'i na ndiye aliyekuwa anafanya imla. Imam Shafi'i akizungumza yeye ndo anaandika. Kwa hiyo katika watu ambao katika wale wanafunzi 10 walioibeba ilmu ya Imam Shafi'i kuna huyu Ismail al-Muzani. Huyu dada yake ndio kamzaa Imam Abu Ja'far al-Tahawi. Kwa Abu Ja'far al-Tahawi Imam al-Muzani ni mjomba wake na ni katika mashaka zake waliofundisha. Kwenye kusoma watakoruzana na mjomba wake. Sawa. Kule kukoruzana kwa mjomba wake ukamkasirisha Imam Abu Ja'far al-Tahawi akahama madhhabi. Akatoka madhhabi ya Shafi'i aka madhhabi ya Hanafi. Mshele na mpaka anakufuka katika madhhabi ya Hanafi. Na ukisoma mukaddima wa aqida al-Tahawiyya mwanzo pale, sawa, ametaja Imam Abu Hanifa na wale wanafunzi wake wakubwa, sawa, Abu Yusuf na Abu Hasan. Lakini kiitikadi yeye ni ahli sunna. Ndio maana utakuta kitabu aqida al-Wasitiyya kimeandikwa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika madhhabi ya Hanafi upande wa fiqh. Lum'at al-i'tiqad cha Imam al-Maqdisi, sawa, ni kitabu cha itikadi ya ahli sunna kimeandikwa na wanaochuoni madhhabi ya Hanafi. Ukiangalia aqida al-Tahawiyya ni kitabu cha aqida ya ahli sunna wal jamaa, wanaochuoni wake ni madhhabi ya Hanafi. Kwa hiyo hakuna madhehebu ya kifiqhi yanaitwa ahli sunna wal jamaa. Ahli sunna wal jamaa ni madhhabu ya kiitikadi. Swali linakuja, hawa wazee waliokuwa katika miji yetu tunajiita masunni, hawa ni ahli sunna? Hawa si ahli sunna. Aqida yao ni aqida ya Ash'ari. Aqida yao ni aqida nini? Ash'ari. Na vitabu vya aqida vinavyoshusha katika madrasa zao ni vitabu vya Ash'ari tu. Hakuna kitabu hata kimoja cha ahli sunna wao wanasoma. Sasa kuna ulaghai fulani unafanyika kwamba sisi ni masunni, sisi ndio madhhabu ya nani? Ahli sunna. Kwa kuwa Imam Shafi'i alikuwa ni katika madhhabu ya nani? Ya ahli sunna, na wao wanapata rai za Imam Shafi'i, basi na wao pia wanakuwa ni nani? Ahli sunna.
tusichanganye madhehebu ya kifikhi sawa na madhehebu ya kiitikadi. Ibada ni madhehebu ya kiitikadi sawa, ni madhehebu ya kiitikadi kabisa. Ile ni akida au kama tukisema madhehebu ya kiitikadi maana kwa maana wao wanaona ya kwamba asiamini vile kama walivyoamini wao, basi huyo ametokea. Ni kama vile Ahlus-Sunna na kuamini kwamba Ash'ari hawako sawa sawa, kwa sababu akida yao si akida sahihi, na Ash'ari wao wanaona Ahlus-Sunna hawako sawa sawa, akida yao si akida sahihi. Nadhani mmenielewa vizuri. Msingi wa ngapi? Kwa watu wa maulidi ni watu wa Ahlus-Sunna, wale ni Ash'ari sawa, Ash'ari na majibu mengine wako nao. Khawarij ni madhehebu ya kiitikadi au madhehebu ya kiitikadi. Kwa hiyo inapatikana mtu ni madhehebu ya Shafi'i kifikhi ya aqida ni khawarij takfiri sawa. Tuhame msingi wa tano, matumizi na ufahamu wa maandiko yaliyomo vitabuni. Katika vitu ambavyo tunatakiwa tuvikariri sana ni msingi wa matumizi na ufahamu wa maandiko yaliyomo vitabuni. Hivi vitabu tulivyokuwa navyo vimeandika maandiko ndani yake, kuna msingi wa kufahamu yale maandiko. Ahlus-Sunna wana vitabu vyao na wana mashekhe wao na wana walimu wao sawa. Mashia wana mashekhe wao, wana walimu wao na wana vitabu vyao. Tuko sawa sawa? Sasa Shia dini yake alichukua wapi? Shia dini yake na mafundisho ya dini yake hayachukui kwenye vitabu vya Sunna. Yaani kwa mfano Shia hata kujifunza kuswali, atasoma Sahih Bukhari. Atachukua usulul kafi sawa, man la yahduruhu al-faqih al-istibsal ndo atasoma, atajifunzia swala moja. Na vile vile Ahlus-Sunna anapojifunza kuswali wazat tauhid hawezi kusoma usulul kafi sawa, atasoma Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan, vitabu vingine. Kwa hiyo kila mmoja katika Mashia na Ahlus-Sunna wakati anaandika vitabu vyao waliviandika kwa ajili ya kutetea itikadi na madhehebu yao sawa. Ahlus-Sunna hawakuandika vitabu vyao kuyaponda madhehebu yao, wala hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo sisi tunapotaka kuzungumza ushia na kujua ushia, tusome vitabu gani? Je, Mashia? Tusome vitabu vya nani? Je, Mashia? Unapotaka kujua uibadi namna vifungulivi, unatakiwa utakuta vitabu vya maibadi usome. Unapotaka kujua usufi namna vifungulivi, tafuta vitabu vya masufi pale usome. Unapotaka kujua Ahlus-Sunna namna walivyo, tafuta vitabu vya Ahlus-Sunna pale usome. Kwa hiyo hii ni nukta muhimu ya kwamba lazima tufahamu maandiko yaliyomo kwenye vitabu kwa mujibu wa nini, wa ile itikadi ya lile kundi. Hauwezi kuchukua kitabu, haiwezekani wewe unataka kujifunza kuswali, wewe ni aqida ya Sunna wal Jamaa, madhhabu ya Shafi'iyya, unataka kujifunza kuswali, au madhhabu ya Hanabila, madhhabu yote katika madhhabu ya Kiislamu sawa, unataka kujifunza kuswali, unakwenda kuchukua kitabu cha kiibada, utakosea. Sababu maibada wana swala yao
na Ahlusunna kwa nini na swala yao. Unakwenda kuchukua kitabu cha Kishia utaka kujifunza kuswali, na Shia wana swala yao na Ahlusunna na kwa nini wana swala yao. Kwa hiyo ukitaka kufahamu maandiko ya Mashia, soma vitabu vilivyoandikwa na nani? Na Mashia. Ukitaka kusoma maandiko ya Ahlusunna, soma vitabu vilivyoandikwa na nani? Na Ahlusunna. Huo ni msingi wa ngapi? Huo ni msingi wa 5. Msingi wa 6, usahihi wa Ushia umo katika vitabu vyao na usahihi wa Usunni umo katika nini? Katika vitabu vyao. Huwezi kufahamu Ushia kupitia vitabu vya nani? Vya Ahlusunna, wala huwezi kufahamu Ahlusunna kupitia vitabu vya nani? Vya Mashia. Msingi wa 7 na msingi wa mwisho. Kwa nini Mashia wanapolingania na kutangaza ushia wao mbele ya Waislamu hawatumii vitabu vyao? Kwa nini Mashia wanapotangaza wanapolingania na kutangaza ushia wao mbele ya Sunna au mbele ya Waislamu hawatumii vitabu vyao? Hii nataka ulifahamu kwamba Shia hawezi kutangaza ushia wake mbele ya Waislamu bila kutumia vitabu vya Sunna. Hawezi. Kwa nini hawezi? Kwa sababu ushia uliomo kwenye vitabu vyao ni uharwabati. Unajua uharwabati? Hivi ndio uharwabati, hili sio neno chafu, ndio halisia. Unajua uharwabati? Bata akijisaidia anaambiwa kanya. Bata amekunya, ndio? Au kaharishi, ndio? Kaharishi. Anasema bata kunya kanya, akinya bata kaharishi. Alafu kinyesi cha bata kina manufaa yoyote. Sio kuna watu wanakula kuna kinyesi cha bata. Kwa wewe unafuga bata, utataka kinyesi cha bata kipeleke wapi? Hakina faida yoyote. Na bata kujisaidia tu ndio nafasi. Lakini huwa kijisaidia hata kama mtu anakula hapa, alafu akijisaidia pale hauna shida. Lakini amekaa hapa anakula bata akijisaidia, lazima tupatikie nini? Vibaya, sababu akinya bata kaharishi. Lakini akinya kuku amekunya. Sasa ule ushia ule uliomo kwenye vitabu vya Mashia ule ni uharwabati. Kwa maana hawezi kusimama mbele ya watu akauzungumza ushia ulio kwenye kwenye vitabu, kwa sababu kila mtu atapiga chefchefe na atafikia kinyana, hawezi kuwa Shia. Sasa wanatumia njia ya kuwalaghai Waislamu kwamba ushia, tena tunakwambia bwana, mimi nimesoma ushia kupitia vitabu vya Ahlusunna. Ukimsikia mtu anazungumza maneno kama haya, huyo hana akili. Sababu huku nyuma tumesema misingi kwamba yani huwezi kufahamu ushia kupitia vitabu vya Ahlusunna hata kusoma kitu kile, wala huwezi kufahamu Ahlusunna kupitia vitabu vya nani? Vya Shia. Haiwezekani. Sasa Shia anapokuja kutumia vitabu vyetu sisi mbele ya Waislamu kuwalaghai kwamba kwenye vitabu vya Masunni kuna ushia, lengo lake ni kuwadanganya nyinyi Waislamu ya kwamba yeye alikuwa Shia kupitia Sahih Bukhari. Kuna hadithi imesoma katika Sahih Muslim, sawa, ndio ikamfanya kuonyesha kwamba kuna maimamu 12, maimamu sio wanne. Kuna hadithi imesoma katika Sahih Muslim ndio inathibitisha kwamba Ali ni khalifa baada ya Mtume, sio Abu Bakar. Ukimsikia mtu anazungumza haya maneno, huyu asili yake haina akili, hawezi kuwa sawa kiakili. Yani ni sawa na mtu anakuja kwako na kumbe hivi, mimi ninavaa msalaba kwa sababu ya kulhu Allah, nimesoma kulhu Allah ile, sawa, nikifanya utafiti
nikaona ya kwamba ndani yake kuna ushahidi wa kuvaa msalaba. Wewe utakubali vitu hivi shawa kwa huko sawa kiakili, kwa sababu Qur'ani kwa namna aina yoyote haiwezi kuunga mkono ukafiri, inabidi vita nini ukafiri. Sasa anakuja kafiri anataka kulingania wewe uwe kafiri kama yeye, alafu anakutajia ya ayuha an-nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Hii ndio dalili ya kuonyesha kwamba sote tunatakiwa tufanye ibada sehemu moja, sawa? Kwa hiyo tutengeneze nyumba moja, Waislamu tutakuwa humo, Wakristo humo, Makadiani humo. Kwa sababu gani? Sote tumetokana na mtu huyo mmoja, Adam na Hawa. Sasa hii ni farakano ya nini bana hii? Na ilikuwa Allah anasema khalaqakum min nafsin wahida. Huu ni ubaguzi huu. Kwa sababu hapa msikitini hapa leo anafundisha imam msikiti wetu, sawa? Adhuhuri anakuja Paulo naye anafundisha swala yake hapa. Baada ya siku mbili anakuja tena mchungaji fulani tena anafundisha swala yake hapa. Utakuwa ni msikiti tena huo. Sasa anatokea mtu anakuambia kwamba hilo ndio jambo la sawasawa na kusomea jihad. Wote mkubali. Tuweze kumkubali. Kwamba kitu hiki. Hata kama mimi ni mjinga, ndio ile kauli ya kwamba sijasoma lakini kunidanganya, hapo ndio nafanya kazi. Yaani hapo ndio kauli fani inafanya kazi. Shehe sijasoma lakini kwa hilo wewe kunidanganya. Kwa nini Mashia wanatumia vitabu vya Ahlus Sunna wal Jamaa kwenye kulingania ushia wao? Kwa sababu ushia uliopo kwenye vitabu vyao ni uharo wa bata, ni kinyana chechefu, hauwezi kusomeka mbele ya Waislamu. Na insha Allah sisi tumesema kwamba darasa zetu zitadumu kwa miaka mingapi? 40. Yaani darasa zetu hizi tutakuwa nazo kwa muda wa miaka 40 insha Allah. Baada ya miaka 40 nitawachia na nyinyi sasa muendelee kama tutakuwa kwa heri. Tunaelewa? Katika hizi darasa zetu hizi utakuja kupata yakini kwamba usheni wa bata. Na ndio maana huwa ninawaambia watu, kila ambaye ameingia katika ushia kila kitu, hata kama ni msomi, mashahada yake akiyapanga katika kunibaki mashahada yake aliyosomea, tukio la wewe kuwa shia tu akila kuifanya kazi, huwezi kuwa na akili timamu kabisa. Tumeelewana? Na inshallah tutakuja kushuhudia kwamba kweli huu ni uharo wa bata. Sasa kwa kuwa wanafahamu ule uharo wa bata ulio kwenye vitabu vyao, wanalifahamu hilo, hawezi kusimama mbele ya Uislamu akautangaza ushia huku ameshika kitabu chake anakisoma. Hawezi, sababu anaamini hakuna Muislamu yoyote anaweza kukubali. Kwa anachokifanya sasa, kitabu chake anaweka pembeni, anakuja na msahafu ambao wewe unakubali, sawa? Anakuja na Sahih al-Bukhari ambao wewe unaikubali, alafu anakuambia unaona hii hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ali bin Abi Talib, anta minni bimanzilati Haruna wa Musa. Wewe kwangu mimi uko katika nafasi ya nani? Ya Haruna kwa Musa. Kwa hii ndio hadithi inayojulisha kwamba Ali ni khalifa baada ya nani? Baada ya Mtume. Sasa wewe Mnyamwezi unajua kujua hilo jambo. Wale Waarabu wenyewe waliosikia Mtume mbona hawakuelewa hivyo? Huyu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kama kaandika hadithi na kimbozea hadithi hii, yeye ameelewa vipi? Yeye ameelewa hadithi hii inaeleza ukhalifa wa Ali baada ya Mtume, kaelewa hivi? Hajaelewa hivyo. Wewe mbona umeelewa hivyo? Sasa ndio wanakuelewa ufahamu wa kishia wao, sawa? Wanakuja kuleta katika vitabu vya nani? Ahlus Sunna wal Jamaa, na kumchanganya wewe. Anataka kuzile hadithi ambazo zinakusanya matamko kama hii, inaonyesha kwamba hapa kuna maimamu 12. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
anasema la yazal hadha al-amru azizan ma wali alayhi 12 khalifa au kama qala alayhi salatu wassalam. Hili jambo litaendelea kuwa ni tukufu muda wa kuwa wametawala viongozi 12. Hadi katika sahihi Muslim. Sasa anakuja Shia anataka kwamba wale maimamu 12 na wafuata wewe anawafuata yeye wamo katika sahihi Muslim wametajwa. Haya nitajie, anakusomea hadithi hii ya maimamu 12. Sawa, haina shida. Mtume akasema ya kwamba hili jambo la Uislamu litakuwa lina nguvu muda wa kuwa wametawala maimamu 10 viongozi 12. Sasa tusishereheshe sana. Imam Muslim aliyeandika hadithi hii alielewa kama unaelewa wewe? Hakuelewa hivyo. Hii sahihi Muslim hii imeshereheshwa na wanachuoni zaidi ya wanachuoni 100. Zaidi ya wanachuoni 100 wamesherehesha sahihi Muslim. Wote hawa wameelewa kama unaelewa wewe? Hawakuelewa hivyo. Hii ni msingi 7 ambao leo ndio tumeanza nayo. Kila tunaposoma darasa yetu ile siku ya kwanza ya darasa ile tutaikuwa tumerudia hii misingi 7 mpaka wewe uelewe. Alafu siku ya pili au siku hiyo tunaendelea na darasa letu pale tutakuwa tumeishia. Kwa hiyo leo tunatumia hapa. Tumetoa utangulizi kuhusu mpango huu wa darasa yetu na tumeelezea hii misingi mingapi? 7. Darasa ya kwanza itakuwa imelenga kulifahamu neno Shia katika lugha ya Kiarabu. Na hiyo darasa tutaanza kuisoma kesho. Darasa yetu ya kwanza itakuwa inazungumzia neno Shia katika lugha ya Kiarabu maana yake nini. Alafu darasa yetu ya pili ambayo itakuwa ni mwezi ujao tutazungumzia kitu kingine. Kila mwezi mmoja tunazungumza jambo moja tu. Allah subhanahu wa ta'ala tufanyie nisa. Mahala ambapo tunakosea, mtu anataka kuhoji, anataka kutoa ushauri, anataka kutoa nasaha, mlango uko wazi. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم